وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقائد المحجلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الصائمين، أحييكم بتحية الإسلامية الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia neema ya uhai na kutupatia neema ya imani mpaka kufikia katika wakati kama vile huu, ikiwa tupo katika baiti min buyuti Allah اجتمعنا فيها لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن لإقامة عبادة رب الأرباب. Tumekusanyika si kwa ajili ya kabila zetu wala si kwa ajili ya nasaba zetu wala kwa shabaha zozote za dunia, bali ni kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu. Na hizi majalis, kama tulivyotangulia katika kikao iliyopita, tutazungumzia funguo 10 ambazo zinamsaidia Muislamu kuizingatia Qur'an. 10 mafatihin litadabburi al-Qur'an, funguo 10 ambazo zinamsaidia Muislamu kuzingatia Qur'an. Na jalsa iliyotangulia tulisoma mukaddima mdogo ama introduction ndogo kuhusiana na tadabbur al-Qur'an, tukajua nini maana ya tadabbur, tukajua ni makusudio gani ambayo yanakusudiwa katika tadabbur. Katika ufahamu ambao wako nao baadhi ya Waislamu, ambao ni ufahamu wa kimakosa kuhusu tadabbur al-Qur'an, wengi wa Waislamu wanadhania ya kwamba huwezi kuizingatia Qur'an isipokuwa ukiwa unajua maana ya Qur'ani kila kitu, na hili tulilibainisha katika majlisi iliyotangulia. Tukasema Muislamu ana uwezo wa kuzingatia Qur'an hata kama hajui maana ya Qur'an, hata kama hajui jumla ya Qur'an, kwa sababu kuna baadhi ya mambo madogo ndani ya Qur'ani yakitajwa ni wewe mwenyewe wajua. Ikitajwa janna, ikitajwa nar, ikitajwa muttaqin, ikitajwa kafirin, kila mmoja anafahamu. Lidhalika ni uzembe wa Muislamu kujituma kwenda kuizingatia ile Qur'an. Falidhalika ufahamu ambao wako nao baadhi ya Waislamu, ambao ni ufahamu wa kimakosa ya kwamba kuizingatia Qur'ani ni kazi ngumu sana, ilhali uhakika hauko hivyo. Uhakika hauko hivyo, bali Allah subhanahu wa ta'ala yasema wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Qur'ani tuliyopesisha, tumeifanya kuwa ni sahali kwa ajili ya watu waisome, watu waizingatie, lakini wanaokumbuka wako wapi? Hawako. Falidhalika, kama tutakuja kuona baadhi ya njia ambazo zitasaidia mtu kuweza kuzingatia hii ni Qur'an. Sifikie tu usome Qur'an muda mrefu, lakini unamaliza kusoma juzu 5. Mtu anasema mimi nimemaliza khatma 3 katika Ramadhani, 10 ya mwanzo nimemaliza khatma 5. Hizo khatma 5 nimemaliza, lakini kama mathali al-himari yahmilu asfara, ni kama vile tu punda mbeba mzigo. La, hujafikiria chochote. Qur'ani lam yulamis qalbak, haijagusa moyo wako. Utatoka ashiria maneno ya yule mmoja kati ya wema, asema rubba wahidin yaqra'u al-Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Pengine mmoja anasoma Qur'ani, kumbe ile Qur'ani inamlaani anaposoma. Kwa sababu gani Qur'ani yamlaani? Yeye anasoma, Allah anasema ala la'natullahi ala adh-dhalimin, Allah wa la'ni madhalim, na yeye ni dhalimu wa kwanza. Anasema amemaliza khatma 5, amejiombea laana mara 5. Kwa sababu gani? Lam yatadabbar kitab Allah, hakuzingatia kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayuha al-ahibba, njia ya kwanza ama ufunguo wa kwanza unaomsaidia Muislamu kuizingatia Qur'an ni hubbu al-Qur'an, kuipenda Qur'an. Kuipenda Qur'an ndio ufunguo wa kwanza ambao unakusaidia wewe kuizingatia Qur'an.
Masala ya kwanza katika hii unwan hubbul Qur'an, tufahamu ya kwanza alqalb alatul fahmi wal aql. Moyo ndio chombo ambacho ndani yake hukaa ufahamu na yakaa akili. Moyo, na katika hii ala natakallamu fiha an mas'alatayn. Jambo la kwanza, anna alqalba huwa alatu alfahmi wal aql. Moyo ndio chombo cha ufahamu na ndio chombo cha akili. Na jambo la pili, anna alqalba biyadi llahi wahdahu la sharika lah. Jua kwanza hizi mukaddima mbili. Jambo la kwanza, moyo tunaozungumzia ndio sehemu ambayo kwamba akili yakaa na ndio sehemu ambayo kwamba ufahamu wakaa, kwa sababu tunazungumza hubbul Qur'an, kuipenda Qur'an. Qur'an hawezi kuipenda mtu ambaye kwamba hana akili, hawezi kuipenda Qur'an mtu ambaye kwamba moyo wake hauko sawa. Falidhalika la budda moyo kuwe sawa kuipenda Qur'an. Na jambo la pili, tuelewe kwamba huu moyo biyadi llahi jalla jalaluhu, upo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma alwajhu alawwal, kuhusiana na kwamba moyo ndiyo alatul fahm, faqad dalla ala dhalika nususun kathira. Dalili nyingi katika Qur'ani zimeashiria ya kwamba moyo ndiyo ndani yake yakaa ufahamu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu, sisi tumejalia katika nyoyo zao hawa makafiri na watu ambao kwamba hawataki kuizingatia Qur'an, ja'alna ala qulubihim akinna, tumeweka vizuizi katika nyoyo zao. Ili ufikie kuizingatia Qur'an, moyo unatakikana. Lakini kama moyo utakuwa una lock Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka, basi ni ngumu kuzingatia Qur'an. Kadhalika Allah anasema, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, hivi jamaa mtembee katika ardhi mkaona masail na mkaona mambo, fatakuna lahum qulub, mkawa na nyoyo ambazo kwamba hizi nyoyo ya'qiluna biha, watu huwa na akili kupitia nyoyo zao. Walihadha ulama wanakhtalafiana, akili yakaa kichwani ama yakaa kwenye moyo. Na katika ulama wanaosema kwamba akili yakaa kwenye moyo wametumia hii dalili. Allah subhanahu wa ta'ala asema, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qilun, moyo ambao moyo kawa ni sababu ya wao kupata akili. Na ndio maana tulitaja katika darasa iliyopita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kallafana lamma a'tana al-aql. Allah amekulazimisha kuswali, amekulazimisha kufunga pale ulipokuwa na akili. Jahil majnun si lazima kwake kuswali, mtoto mdogo si lazima kwake kuswali kwa sababu hana akili. Ikiwa hana akili, manake qalbu la yantafi, moyo wake haunufaishi, au la yanfa qalbu, moyo wake haunufaishi. Falidhalika wewe ambao kwamba uko na moyo, huo moyo wako una akili. Ikiwa moyo wako una akili, itakuwa ni sababu ya kufikia katika chanzo cha kuzingatia Qur'an. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah hajafanya mtu kuwa na moyo mbili katika kiwiliwili yake. Moyo mmoja ukawa moyo wa shari, moyo mwingine ukawa moyo wa khair. Moyo ni mmoja tu, hakuna mtu kuwa black and white. Hakuna mtu huyo. Wewe kama ni black, wewe kama ni white ni white. Sio bana mimi ni sti wewe kama ni mchafu, msafi. Chagua moja, kwa sababu Allah ameweka moyo mmoja ndani ya moyo. Falidhalika lengo sisi katika huu mukaddima ilikuwa ni kujua ya kwamba moyo ndiyo chombo ambacho kwamba ndani yake yakaa akili na ufahamu. Ama jambo la pili, alwajhu thani, alqalbu biyadi llahi ta'ala. Wewe unayosoma Qur'an, ukishajua ya kwamba moyo wako ndo ndani yake hukaa akili, ndani yake hukaa ufahamu, elewa ya kwamba huu moyo wako upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alqalbu biyadi llahi jalla jalaluhu la sharika lah, yaftahuhu mata sha, Allah anafungua huu moyo muda atakao yeye, wa yaghlibuhu mata sha, na anaufunga muda utakao. Ikiwa hali ni hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbi. Kuna muda Allah subhanahu wa ta'ala anaweka kizuizi baina ya mtu
anaweka kizuizi baina yake na baina ya moyo wake, moyo ukawa hauingii chochote, kwa sababu moyo wako upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema inna ja'alna ala qulubihim akinna, ja'alna ala qulubihim, tumeweka katika nyoyo zao. Manake Allah subhanahu wa ta'ala ndio amefanya hili jambo, kwa sababu moyo yeye ndio ambaye kwamba anaumiliki. Mtume alayhi salatu wassalam atuambia alqulubu baina usbu'aini min asabi' arrahman yuqallibuha kayfa yasha, moyo upo katika kidole mbili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo anaubadilisha huu moyo atakao, apeleka pahali popote atakapo. Ndio maana katika dua ambazo sisi tuomba ndani ya sala na katika maisha yetu, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allah anasema saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq, tutawaeka mbali na kuzingatia aya zetu wale ambao kwamba watakuwa wanafanya kibri. Maanake Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka mbali wewe na kuizingatia hii Qur'an. Lesh? Lianna alqalba biyadi, kwa sababu moyo upo katika mikono yake. Sasa wewe unapokuwa unaipenda Qur'an, elewa ya kwamba moyo wako ndio kunakaa akili na ufahamu wa ile Qur'an, lakini elewa ya kwamba moyo wako upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa moyo wako upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na unataka kuizingatia Qur'an, utafanya nini? Utamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asafishe moyo wako. Ndio maana ulama watambea la budda lilmuslimi an yunadhifa mahalla nadhari llahi ilayhi, la budda muislamu asafishe sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamtizama. Wewe nje unaonekana mzuri, unaswali, unafunga, unasoma Qur'an, unafanya ibadat, lakini moyo wako mchafu. Na Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur ila al-ajsam, tunasema inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tizama moyo wenu. Sasa tizama ule moyo wako ndani, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anatizama pakoje. Al-ibratu fi al-qalb, ibra ni ndani ya moyo, si nje. Hapa sasa hivi kila mmoja ukiona, sote si malaika, tuko msikitini, mmoja anashika Qur'ani, mwingine anafanya adhkar, sote malaika hapa, wasikia Mungu kabisa. Lakini madha fi al-qalb, nini iko kwa moyo? Hadha hapa at-taqwa, hapa cha Mungu upo ndani ya moyo. Jambo la pili, alaqatu hubbi al-Qur'an bitadabbur. Sisi tumesema kwa ufunguo wa kwanza unaomsaidia mtu kuizingatia Qur'an na kuipenda Qur'an. Sasa kuna alaka gani baina ya kuipenda Qur'an na kuizingatia Qur'an? Min al-ma'lumi anna al-qalba idha ahabba shay'an ta'allaqa bihi, jambo ambalo kila mmoja anafahamu ya kuwa moyo ukipenda kitu, al-qalbu idha ahabba shay'an ta'allaqa bihi, utafungamana na lile jambo. Ikiwa unampenda mtu wewe, utafungamana na yeye. Ukiwa unapenda kitu, basi time yote akili yako itakuwa yawaza hicho kitu. Faqal min almalumi anna alqalba idha ahabba shay'an, jambo ambalo kwamba lajulikana kwamba moyo ukipenda kitu, ta'allaqa bihi washtaqa ilayhi, na huwa na shauku na ile kitu, washaghafa bihi wanqata'a amma siwa. Lakini kadhalika ule moyo utakuwa unatamani kile kitu, na unaweza kucancel mambo mengine yoyote. Mtu anaweza kusimamisha dunia kwa ajili tu ya mtu ampendaye. Mnajua kisa ya kuuawa Nabiyullah nabii gani? Yeye ametoka, lakini sababu ya kuuawa huyo nabii, jina ikikuja tamtaja, ilikuwa ni mfalme alikuwa anampenda msichana wake. Yule msichana akamwambia, kama unipenda mimi niletee kichwa cha fulani. Yule bwana akakimbia, akafanya juu chini, mpaka Nabiyullah Ishaq mstakosea, akafanya juu chini mpaka kaenda kumchinja yule bwana, kaenda kumuua, akampelekea kichwa yake yule msichana. Wahaka mtu aweza simamisha dunia kwa sababu ya upendo, na hakadha hii alaka yako ikuwe ni katika Qur'an. Sasa Qur'an ukipenda namna hii, manake hali yako itakuwa kubwa. Qal
walqalbu idha ahabba alqur'ana taladhdha biqira'atihi, na moyo ukipenda Qur'an upata utamu na ladha kwa kuisoma ile Qur'an. Tunaona Muislamu akifunua ile Qur'an mwenyewe unaona katika uso wake athari ya taa na athari ya imani, kwa sababu moyo wake umefungamana na ile Qur'an. Ta'allaqa qalbuhu bi al-Qur'an. Qala walqalbu idha ahabba al-Qur'ana taladhdha biqira'atihi wajtama'a ala fahmihi wa wa'yihi, na ule moyo utakusanyika kutaka kuifahamu ile Qur'an na kuielewa ile Qur'an. Na hali ikiwa hivyo, fayahsulu bidhalika at-tadabbur al-makin, itapatikana sasa kule kuizingatia Qur'an, kuizingatia kwa ndani kabisa, kwamba mtu anapokuwa tayari Qur'an ameshaipenda, ameiweka ndani ya moyo wake, basi utaona mapenzi yake yanakuwa ni makubwa, na hata akiwa anaisoma akili yake ina focus katika Qur'an. Na hili jambo labda kila mmoja ni shahidi, sote tunasoma maskuli. Pengine mwanafunzi ambaye anakuwa anapenda somo fulani, mathalan tofautiana, kuna mtu mwingine kwake anaona mathali ngumu, mwingine anaona kwake jiografia, kila mmoja kuna somo ambalo yeye analiona ngumu. Lakini kuna mtu akiwa anapenda sana somo fulani, kwa kuwa analipenda sana lile somo, utaona yopasa vizuri, kwa sababu moyo wake walipenda lile somo, ama anampenda mwalimu fulani ambaye anafundisha ile somo. Wa hakadha fi Qur'an, ikiwa Qur'an utakuwa uipenda, basi kila kitu sayasoma itakuwa ni nyepesi, sayasoma itakuwa ni nyepesi. Na miongoni mwa alama za Muislamu, miongoni mwa alama za kuipenda Qur'an, wewe unasoma Qur'an saisikiza hii alama, alafu ujue kwamba je, uipenda Qur'an au uisoma peke yake. Mtu anaipenda Qur'an ana alama hizi. Alama ya kwanza, alfarhu biliqa'i, anafurahi akifungua Qur'an. Akifungua Qur'an na mwenyewe anafurahi. Sheikh Yasir al-Dawsari, mmoja katika maimamu wa Makkah, aeleza siku moja alikuwa anasoma Qur'an kwa mwalimu wake Sheikh Saad Sumbuli. Akaingia kijana mmoja, yule kijana anaonekana kama ako na stress, kama mahmum. Akamfuata Sheikh Saad Sumbuli akamwambia, Sheikh, iqra li al-Qur'an, naomba nisome Qur'an. Sheikh akamwangalia yule kijana akamwambia, sawa, mimi niko namsikiliza Sheikh Yasir kwa somo. Anambia, namsikiliza huyu mwanafunzi, nikimaliza nitakuita. Keti pale, chukua udhu, sala raka mbili, afu nisubirie. Yule kijana akaenda akachukua udhu, akaja akaingia msikitini akaswali raka mbili, akiwa anasubiria Sheikh asome. Asema Sheikh Yasir al-Dawsari, mimi nikiwa nasoma Qur'an nikamaliza ile hizb ambayo ilikuwa naisoma, Sheikh akanambia endelea, maki anafuta ile time. Sheikh akaendelea kusoma. Yule kijana akasoma Qur'an, alipomaliza kuswali akasoma Qur'an muda mrefu. Kisha baadaye Sheikh akamwita njoo. Yule kijana alipokuja kwa Sheikh akamwambia, mkoja kusoma Qur'an, njoo kusoma. Yeye akamwambia, Sheikh, mimi sitaki tena kusoma Qur'an. Sheikh amuuliza kwa nini? Asema, wallahi mimi nilipoenda kuchukua udhu nikaswali raka mbili, nikafunua Qur'an nikaanza kusoma, nimepata moyo wangu kuna amani ambayo sikuwaipata. Nilikuja hapa niko na stress nyingi sana, niko na dhiki, niko na shida, lakini niliposoma Qur'an moyo wangu ukatulia. Sasa sina tena shida ya kusomea Qur'an. Sheikh akamwambia kijana wangu, yabni, ewe kijana wangu, elewa ya kwamba sisi tumeumbwa kutokamana na udongo changa, umetokamana na ardhi, na moyo wetu umetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu. Nyoyo zetu haziwezi kuwa na kama vile mili yetu inavyotaka kula chakula, sisi tunataka tule mili yetu iwe sawa. Maana usipokula utakuwa kama vile wale jamaa wa Shakahola walipofunga siku 3, muona kilichowakuta kila mmoja anajua. Sambia, ukitaka mwili wako uwe sawa, kila mmoja anakula. Allah subhanahu wa ta'ala sema, Allahu akhraja lakum min al-ardi nabata, Allah amekutoleeni katika ardhi mimea mnakula. Mwili wako umeumbwa kutokana na ardhi, sasa chakula yake yatoka ardhini, na moyo wako watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na chakula chake lazima kitoke kwa Allah. Hilo toka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'an. Falidhalika Qur'an ukiweka ndani ya moyo wako na ukaipenda hii Qur'an, ukawa unafurahi kuiona Qur'an, itakuwa ni sababu ya kuzingatia Qur'an. Alama ya pili ya kuwa mtu anaipenda Qur'an, alama ya mtu kuwa anaipenda Qur'an,
aljulusu ma'ahu waqtan tawilan duna malal, utamwona anakaa na Qur'ani muda mrefu, anaweza kusoma Qur'ani muda mrefu wala hachoki. Subhanallah, kuna baadhi ya sira unasikiliza watu, mtu anasoma Qur'ani kila siku anamaliza muda mrefu, huyo soma tu ile Qur'ani, yosoma imekaa kwenye moyo wake, akishika Qur'ani hachoki. Kuna mwingine kisha Qur'ani tayari ashaanza kusinzia, simu yake akiingia TikTok wala kuanzia saa 3 usiku yuko TikTok mpaka saa 7 za usiku wala hachoki. Mtu wa Qur'an dakika 5 tu tayari chasikia usingizi. Hii ni alama ya kwamba huipendi Qur'an. Kama huipenda Qur'an utaketi nayo muda mrefu wala hutachoka. Na jambo la tatu miongoni mwa alama ya kuwa mtu anaipenda Qur'an, ashauqu ilayhi mata ba'da al-ahd anhu, ni mtu kuwa ana shauku na anaitamani ile Qur'an kila pale anapokuwa mbali na Qur'an. Utamwona Muislamu kullama yabta'id 'an al-Qur'an, kila labda ameshughulishwa, amekuwa yuko busy na mambo yake, lakini moyo wake unakuwa unatamani ile Qur'an. Sasa je, wewe ukiwa busy kweli moyo wako unatamani Qur'an? Shaghafa qalbuka bil Qur'an, moyo wako unakuwa unaitamani ile Qur'an, sababu ni alama ya kuwa huyu mtu anaipenda Qur'an. Qala kullama ba'da al-ahd wa hala duna dhalika ba'd al-mawani, na ikawa imekuwa baina yake na baina ya Qur'an kuna baadhi ya vizuizi, akashindwa kuisoma ile Qur'an. Wa tamanna liqa'a, anaanza kutamani kukutana na Qur'an. Wa tatallu ilayhi, na anatamani kuisoma Qur'an. Wa muhawalatu izalati al-aqabat allati ta'ulu duna, na anajaribu kutoa ile vizuizi ambayo kwamba iko baina yake na baina ya Qur'an. Falidhalika hiyo ni alama ya tatu ya kuwa mtu anaipenda Qur'an. Wewe una siku 5 hujasoma Qur'an, vipi maisha yako yanakuwa mazuri na una siku 5 hujasoma Qur'an? Alafu baadaye huyu mtu anakuja anasema mimi nina dhiki na shida. Ya Abdallah, iftah kitaba rabbik, fungua Qur'an, soma Qur'an. Uko mbali na Qur'an, jaribu kuwa karibu na Qur'an ili upate hii furaha. Na alama ya 6 ama alama ya 4 ya kuwa mtu anaipenda Qur'an, kathratu mushawaratihi wa thiqatu bi tawjihatihi wa rujuu ilayhi fima yashkilu min al-umur au fima tashakkala alayhi min al-umur. Ni Muislamu kukithirisha kuomba ushauri Qur'an. Unaiomba ushauri Qur'an, jiulize uiomba vipi Muislamu ushauri Qur'an? Qur'ani hiyo uiomba vipi ushauri? Kaifa unataka advice kutoka kwa Qur'an vipi? Ni pale Muislamu anapoisoma Qur'an kisha akaona kuna aya inamuelekeza katika jambo fulani. Unajua kila kitu yetu sisi iko ndani ya Qur'an, kila kitu iko ndani ya Qur'an. Siku moja niko na mmoja katika mashaikh zangu, tumeingia kwa hoteli, naagiza samaki, leta samaki. Sasa yule mtu anayefanya pale huduma pale kwa hoteli asema unataka nini? Kuna sehemu ya kichwa, kuna sehemu ya katikati ya samaki na kuna sehemu ya mkia. Unataka nini? Mimi nashangaa, niletee popote. Ambia kijana wangu soma hifadhi Qur'ani. Anasema kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Katikati siku zote ni nzuri So kuna vitu hata mambo ya nje ya ndani yanaweza Qur'ani ikakusaidia. Falidhalika kithirisha kuiomba Qur'ani ushauri, lakini kadhalika athiqatu bitawjihati, kuwa na uhakika na maelekezo ambayo unayapata kutoka katika Qur'ani. Allah anasema wama kana rabbuka nasiya, Allah hawezi kusahau kitu, apotezei jambo lolote. Wewe unapodhulumiwa, thiq billah anna Allah la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala sema rabbuka bidhallamin lil'abid, Allah hadhulumu waja. Wewe thiq billah wa thiq bi kitabillah, kwamba ukimdhulumu mtu Allah subhanahu wa ta'ala yeye hadhulumu. Ukiona una shadaid, una shida yoyote, thiq billah ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia. Amma yujibu al-mudtarra idha da'a yakshifu as-su', hakadha yani thiqa bi tawjihat al-Qur'an. Na jambo la mwisho katika alama ya kuwa mtu anaipenda Qur'an, ta'atuhu amran wa nahya, kuitii ile Qur'an kwa kufuata maamrisho yake na kukatazika na makataziko yake. Si wewe unasoma Qur'an inakukataza kula riba, wewe ndio utakwenda kula riba. Qur'an inakukataza kudhulumu watu, ndio utakwenda kudhulumu watu.
Qur'ani inakukataza kufanya mambo fulani, wewe ndio unatoka unaenda kudhulumu. La, Imam Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi ta'ala, wala tunamalizia hii nas. Abdullah ibn Mubarak anatoa risala kwa watu wanaosoma Qur'an. Wewe unayesoma Qur'an, sikiza hii risala ya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak asema, hamilul Qur'an idha lam ya'mal bima fihi faqad ittakhadha ayati llahi huzwa. Mtu anayesoma Qur'an na aliyebeba Qur'an, ikiwa hafanyi kazi mambo yaliyoko ndani ya Qur'an, anahesabika ya kwamba amefanyia aya za Allah mzaha. Allah anasema, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, mafanyia mzaha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, mafanyia mzaha Qur'an, mafanyia mzaha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe ambaye kwamba unasoma Qur'an na hufanyi kazi Qur'an, ni kana kwamba unaichezea sheria Qur'an. Qala wa idha asa hamilul Qur'ani rabbah, mtayib mkusha, wa idha asa hamilul Qur'ani rabbah, na mtu ambaye kwamba ameishika Qur'an akimuasi Mola wake, nadahu Qur'an, Qur'an inamuita na Qur'an inamuuliza, aina zawajihi wa aina awamiri, maamrisho yangu yako wapi wewe unayesoma Qur'an, na makatazo yangu yako wapi wewe unayesoma Qur'an. Fala budda lilmuslim afate maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba yamekuja ndani ya Qur'an. Falidhalika ufunguo wa kwanza mtu kuzingatia Qur'an ni kuipenda hii ni Qur'an. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.